Mheshimiwa, tuendelea. Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Jinsia, Mheshimiwa Tarimba. Je, serikali haioni haja ya kuweka sharti la kisheria la watoto wakubwa kutunza wazazi wao wasiojiweza? Swali hili linatolewa majibu na Mhandisi Mary Priska Mahundi. Asante Mheshimiwa Spika. Awali ya yote nipende kwa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo, lakini pili nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa aliyoonyesha juu yangu kwa kuendelea kuniteua kama naibu waziri. Nafasi hii wakati huu kwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ili niweze kumsaidia Field Marshal wetu Daktari Dorothy Gwajima. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nijielekeze kwenye swali. Serikali inatambua umuhimu wa familia na jamii kuchukua jukumu la kulea wazee, na huu ndio msingi wa mila na desturi zetu wa Tanzania. Jukumu hili ni msingi unaojengwa katika hatua za awali katika malezi na makuzi ya watoto wetu. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha huduma na matunzo kwa wazee, serikali imefanya mapitio na kutunga sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2024. Sera hiyo inatoa wajibu kwa familia na jamii kusimamia matunzo ya wazazi. Sera hii imeweka msisitizo wa kuimarisha mfumo wa kisheria utakaolinda na kuendeleza wazee, ambao pamoja na mambo mengine utawezesha uwajibikaji wa jamii na watoto kuwatunza wazee wao. Kwa sasa serikali ipo kwenye hatua za kuwashirikisha wadau ili kutoa maoni juu ya umuhimu na masuala muhimu ya kuzingatiwa katika sheria hiyo. Mheshimiwa Spika, nipende kutoa wito kwa wazazi kuwekeza kwenye malezi ya watoto na sio matunzo peke yake, kwani inaendeleza ukaribu na muunganiko imara kati ya wazazi na watoto. Mzazi anapobeba jukumu la malezi na matunzo kwa watoto wake kikamilifu, hujenga msingi imara kwa mtoto kumhudumia mzazi wake anapozeeka. Mheshimiwa Tarimba. Na Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake. Nina wajibu wa kisheria wa kuwalea wazazi, kwa maana ya wazazi wasio na uwezo. Katika nchi nyingine wanaita filial responsibility laws. Maana yake ni kwamba hizi sheria si ngeni. Je, serikali haioni haja ya kwenda kupata uzoefu kwenye nchi ambazo zinazo sheria kama hizi kuzileta nchini kuweza kutumika kwa minajili ya kuweza kusaidia wazazi wetu? Kwenye Swali la pili, sioni kama kuna mizania. Zipo sheria zinazolazimisha wazazi kulea watoto wao, lakini hakuna sheria zinazolazimisha watoto kuwalea wazazi. Mheshimiwa Spika, naomba nimuulize waziri, haoni kwamba kuna uharaka sasa wa kuleta hiyo sheria bungeni ili tuweze tukaijadili? Nakushukuru sana. Waziri. Asante Mheshimiwa Spika, nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Tarimba Abbas kwa maswali mazuri ya kujenga. Kama nilivyoweza kujielekeza kwenye jibu langu la msingi, nianze kujibu hapa umuhimu wa kwenda kujifunza. Tuko tayari na tunafanya hivyo. Wizara yetu inatembea nchi mbalimbali kuendelea kujifunza, lakini vile vile hii sera ambayo tumeirekebisha mwaka 2024 tukizingatia ina majibu sahihi kwa nchi yetu na jamii, kuona umuhimu wa vijana wetu kulea wazee wao wasiojiweza. Lakini vile vile uharaka wa kuleta jambo hili bungeni, tutaendelea kuona mchakato uliopo wa wadau kukusanya maoni, kuona namna njema ya kuhakikisha
wazee hawa wanaendelea kupatiwa matunzo, lakini vile vile kwenye sera yetu tumeelekeza namna wazee hawa pia tunawashirikisha. Hivyo nipende tu kusema tutaendelea kukusanya maoni kwa wadau pamoja na bunge letu tukufu. Tutaendelea kuomba ushirikiano wenu kuhakikisha wazee wote wanapata kutunzwa, kwa sababu wao ni tunu, wamefanya mengi kwenye nchi hii, wanastahili heshima na matunzo salama. Mheshimiwa, tuendelee. Wizara ya Mali Asili, Mheshimiwa Getere. Je, lini wananchi walioharibiwa